Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awayote bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni Mei 9 ya mwaka wa 2025. Tunapoenda kujifunza mada isemayo usiwe na miungu mingine. Kumbuka hii ni mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi ambaye yamekuwa yakikujia kupitia channel hii kila siku. Mungu akubariki na nikualike tujumuike pamoja katika maombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pa siri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye ametenga muda wake kwa ajili ya kujifunza neno lako siku hii ya leo. Huyo ukambariki sana. Ninasema asante kwa ajili yetu sote, sisi ambao tumechagua kukaa miguuni pako. Basi jina lako litukuzwe katika maisha yetu, mibaraka yako isitupungukie. Tunakushukuru kwa ajili ya mengi ambayo umetenda kwa kila mmoja wetu. Zaidi sana nafasi hii ya pekee tulioipata leo. Hii ni neema yako na lazima umekusudia tujifunze kitu kupitia masomo haya. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Ninakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Tunapoenda kujifunza mada hii tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Usiwe na miungu mingine. Kutoka sura ile 23 inasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Yesu alitoa maisha yake ili wale wote watakao waweze kuwekwa huru kutoka dhambini na kurejeshwa katika kukubaliwa na Muumba. Ilikuwa ni matarajio ya ulimwengu mtakatifu uliokombolewa ambayo yalimsukuma Kristo kutoa dhabihu hii kuu. Je, tu wafuasi wa Mungu kama wana wapendwa au tu watumishi wa mfalme wa giza? Je, tu waabudu wa Yehova au wa Baali, wa Mungu aliye hai au wa sanamu? Yawezekana kusionekane vihekalu vya nje. Kunaweza kusiwe na sanamu ya kutazama na bado tunaweza kuwa tunaabudu sanamu. Ni rahisi kutengeneza sanamu ya mawazo au vitu vya kupendwa sana, kama vile kutengeneza miungu ya miti au mawe. Maelfu wanadhana potofu juu ya Mungu na sifa zake. Kwa hakika wanamtumikia mungu wa uongo kama walivyokuwa watumishi wa Baali. Je, tunamwabudu Mungu wa kweli kama alivyofunuliwa katika neno lake, katika Kristo, katika asili, au tunaabudu sanamu fulani ya kifalsafa iliyowekwa mahali pake? Mungu ni Mungu wa ukweli. Haki na rehema ni sifa za kiti chake cha enzi. Yeye ni Mungu wa upendo, ni mwingi wa huruma. Hivyo ndivyo alivyowakilishwa ndani ya mwanawe, Mwokozi wetu. Yeye ni Mungu mwenye subira na uvumilivu. Ikiwa huyo ndiye Mungu tunayemwabudu na ambaye tunatafuta kuiga tabia yake, tunamwabudu Mungu wa kweli. Ikiwa tunamfuata Kristo, sifa zake tulizopewa zinakuja mbele za Baba kama harufu nzuri, na neema za tabia ya Mwokozi wetu zilizopandikizwa ndani ya mioyo yetu zitatoa karibu nasi manukato ya thamani. Roho ya upendo, upole na ustahimilivu inayotawala maishani mwetu itakuwa na uwezo wa kulainisha na kutiisha mioyo migumu na kumletea Kristo wapinzani wakali wa imani. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Majivuno, tamaa ya ubinafsi ni mwamba ambao kwao roho nyingi zimeharibiwa na makanisa mengi yamefanywa kutokuwa na nguvu. Wale wanaojua kujitolea kidogo zaidi, ambao hawajaunganishwa hata kidogo na Mungu, ndio ambao watatafuta kwa shauku nafasi ya juu zaidi. Hawana hisia ya udhaifu wao na upungufu wao wa tabia. Nafsi inayomtazama Yesu daima itaona upendo wake wa kujikana nafsi na unyenyekevu wa kina, na itaiga mfano wake. Kiburi, tamaa, udanganyifu,
chuki, ubinafsi lazima vioshwe kutoka moyoni. Kwa wengi, tabia hizi mbaya zinatiishwa kwa sehemu, lakini hazijang'olewa kabisa kutoka moyoni. Chini ya hali nzuri wanachipuka upya na kukomaa katika uasi dhidi ya Mungu. Hapa kuna hatari ya kutisha. Kutunza dhambi yoyote ni kuthamini adui ambaye anangojea tu wakati usio na ulinzi wa kusababisha uharibifu wetu. Neema ya Mungu ni tumaini letu pekee. Testimonies for the Church, gombo la 5, ukurasa wa 173 hadi 175. Mungu atubariki sote.